ujumla mchezo umeutazamaje ndugu yangu Salum Nolela? Ulibeba hadhi ya ubora tulioisubiri kwa muda mrefu ama ilikuwa ni mechi iliyoboa? Mimi binafsi haikuwa mechi bora. Unasema? Haikuwa bora. Mechi haikuwa bora? Mechi haikuwa bora the way tangu ilivyoanza na hata ilivyoisha. Nafikiri hata Simba wenyewe hawakuwa katika mchezo kabisa katika mechi ya leo. Hata walivyokuwa wanacheza ulikuwa unaona kabisa kama ni watu tu maziko ambao kama wamelazimishwa au wamesukumwa tunendeni mkacheze. Ukiwatazama unajua hata katika body language ya mchezaji mmoja mmoja ilikuwa inakuambia kabisa kama kuna kitu hakipo sawa sawa. Sasa mechi kama hizi, mechi kubwa, lazima uanze maandalizi kuanzia nje ya kiwanja. Kule kiwanjani unaenda kumalizia tu. Sasa ukiwatazama Simba hata the way ambavyo walikuwa wanauendea huu mchezo, ilikuwa inaonekana kabisa ni watu ambao hawakujiandaa na mchezo. Yaani kama hawakuwa tayari kucheza, kama walistukizwa tu bwana nendeni mkacheze, wameingia kucheza. Sasa ukiwatazama Young Africa walikuwa wanaonekana kabisa ni watu ambao walikuwa wanautaka mchezo. Yaani ni watu ambao walikuwa wamekamia kweli. Hata ukiangalia kwenye mapambano ya uwanjani Young Africa walikuwa kwenye kila kitu, wao wanakuwa wanawawini Simba. Hata kwenye kugombania mipira Young Africa wanakuwa kwanza wao, kwenye kushindana, kwenye upambanaji walikuwa kila kitu. Young Africa walikuwa bora kuliko Simba Sports Club. Na kuna kitu kingine ambacho pia nimekitazama pia hata upande wa mwalimu Fadlu Davis na Mirudi. Fadlu kaenda na mfumo wake ule wa kila siku ambao ulikuwa ni rahisi sana Mirudi kumsoma, ambapo Mirudi leo kama uliona maziko alichange mfumo, alicheza 4-3-3, alicheza mabeki wanne, katikati midfield watatu, mbele washambuliaji watatu pia, ambayo ilikuwa rahisi sana kuvunja ile 4-2-3-1 yake, kwa sababu wale watu watatu wa juu walikuwa wanawapress Kagoma, wanampress Chamua, wanampress na Chemalon. Hawa watatu wa ndani walikuwa wanampress Kagoma pamoja na Fabrice Luambangoma. Kwa hiyo kulikuwa kuna watatu kwa wawili, alafu kule wanne kwa watatu, ambao na walikuwa wanajua kabisa madhaifu ya Chamu pamoja na Chemalon kwamba hawa ni wazito. Kwa hiyo ilikuwa kazi ya Max Zengeli, Pacome Zouzoua pamoja na Prince Dube walikuwa wanahakikisha hawawi comfortable na mpira Chamu pamoja na Chemalon. Yaani watakavyo tu receive haraka unawapiga pressure. Walikuwa wanajua kabisa hao ukiwapiga pressure wanaweza wakakupa goli, kwa sababu Mirudi nafikiri alichukua picha nzuri ya nusu finali ile ya Singida, aliona the way ambavyo washambuliaji waliwapa sana shida. Kuna haja ya kumlaumu Kamara kwenye mechi ya leo? Pinipini mimi sioni leo kosa lake kwangu binafsi, kwa sababu ile penalty ambayo waliotoa ilikuwa ni nusu kwa nusu. Umeelewa, mabeki muda ule wameshafanya mistake, yeye alikuwa anajaribu kwenda kucheza. Sasa ilikuwa ujanja wa Pacome Zouzoua ambao yeye alijua kabisa kwamba huyu alivyokuja maana yake anakuja kucheza mpira. Sasa mimi cha kwanza hapa ni uguse tu mpira. Unajua Pacome alichofanya ni kuugusa tu mpira. Umeelewa? Hata unaona hata alivyougusa bado haukuwa umeelekea golini. Kwa hiyo ile ni ujanja ambao Pacome aliutumia. Alivyoona golikipa kaja nusu kwa nusu ikacheza mpira. Kwa hiyo ile kwangu mimi sio kosa la Pinipini. Mabeki zile mistake ambazo nimetoka kuzizungumza ndio wamezirudia tena. Umeelewa? Kwa mimi binafsi nilivyoangalia ya Simba, kama alivyosema Alex Ngai, unaweza ukasema kwa sababu kasema yeye ni mtu wa Young Africa, ila hata mimi nilivyokuwa naangalia mechi nilikuwa naona kabisa ni kweli kabisa, yani kuna utofauti mkubwa sana wa viwango vya wachezaji wa Young Africa na Simba. Sasa mtu anaweza asipende kusikia hili, ila kwa sababu mwisho wa siku wanaumia ni wao. Mimi nilivyotazama ule mpira nikimuona Mpanzu kashika mpira ndo naona at least anaweza kumechi na hawa wachezaji wa Young Africa. Nitarudi